بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Darsa iliyopita katika kitabu hii Al-Kabair tulikuwa na Al-Kabiratu Sadisa. Tulianza dhambi kuu la 6 ambalo ni uququl walidaini. Uquq alwalidaini, kukata haki za wazazi wawili. Tukawa tumeelezea kwa mifano, baadhi ya mifano yenye kuonesha ni namna gani mtu anaweza akafanya matendo kuwafanyia wazee wake na akahesabika ya kwamba amewaasi na ni mwenye kukata haki zao. Tukawa tumeziona baadhi ya adilla, baadhi ya dalili alizoziweka Imamu Adh-Dhahabi katika mlango huu zenye kuonesha madhara na ubaya wa dhambi hili la kukata haki za wazee, kutowatendea wema, kutowatendea ihsan wazazi wawili. Tukawa tumeona kwamba ni dhambi iliyokuwa kubwa ambayo linafuatia shirki, kama alivyolitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ala unabbiukum biakbaril kabairi, fadhakara minha uquq alwalidain. Jambo la kwanza alitaja al-ishraku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kisha jambo la pili uququl walidain, akasema ni kuasi wazazi wawili, kukata haki za wazazi wawili. Kadhalika kama tulivyoona katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, faqarana haqqahu tabaraka wa taala. Allah akakutanisha haki yake ambaye ni ibada, wa haqqa walidaini, kwa haki ya wazazi wawili. Baada ya haki ya Allah ya ibada inafuata haki ya wazazi wawili. Na tukawa tumeona kwamba wazazi wawili wana haki zaidi kwako wewe mtoto kuwafanyia ihsan katika hali zote, lakini wanapofikia umri wa uzee, wanapofikia katika hali ya ukongwe, basi ihsani kwa wao inakuwa ni akad. Jambo la wewe kuwafanyia wema linakuwa ni lenye mkazo zaidi, kwa sababu wanakuwa wamefikia umri wa haja zaidi kupata msaada wako. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Lakini pia tukawa tumeona katika a'dham al-ihsan ila al-walidain ad-du'a lahuma, katika mambo yanayoashiria na hali ambayo inaonesha mtu anakuwa amemfanyia wema mzazi wake sana, ni kumwombea dua, kuombea dua wazazi wako. Min a'dhami al-ihsani ilayhima, ni katika ihsani iliyokuwa kubwa unayokuwa umewafanyia
wazee wako. Kwa hivyo tusiwe ni wenye kuwasahau wazazi wetu na wazee wetu katika dua. Naam, ziko faida nyingi, na kwa mujibu wa hadithi tulizozisoma zinazoonesha ahamia na ubora wa kuwafanyia wema wazazi wawili na madhara ya kuacha jambo hilo, na madhara ya kuacha kuwafanyia wema wazazi wawili, kwa sababu wazazi hawa, ili upate radhi za Allah tabaraka wa taala, ni lazima uwaridhishe wazazi wako, kama alivyosema Mtume alayhi salam, ridha Allahi fi ridha alwalid. Na tukasema alwalid, unapoona katika hadithi kumetajwa alwalidu, mzazi, hapa anakusudiwa nani? Anakusudiwa nani hapa? Alwalidu, ridha Allahi fi ridha alwalidi, kwamba radhi za Allah zinapatikana katika kumridhisha mzazi. Alwalidi hapa anakusudiwa nani? Mama. Uko sawa na shehe pale. Mwingine? Naam, wazazi wawili. Ahsant. Tulisema hapa kwamba alwalid fi ridha alwalid hapa yashmalu aban au umman. Sawa, hapa inawakusanya wote wawili. Kwa hiyo radhi za Allah zinapatikana katika kumridhisha mzazi, ima baba au mama. Kwa hiyo yategemea, kama unaishi na baba yako, mama yako ashakufa rahimahullah, au unaishi na mama yako, baba yako ashakufa rahimahullahu ta'ala, na mfano wake. Kwa kama utakuwa unaishi na mmoja, ana haki zaidi kwako. Kadhalika kama utakuwa unaishi nao wote, inaingia hapa kwamba ili upate radhi za Allah ni lazima uwatendee wema wazee wako wote. Kwa ukiona katika nusus, katika hadithi imekuja alwalid, hapa wanakusudiwa wote wawili, isipokuwa kama kutakuwa kuna karina, kuna dalili na ishara inayoainisha moja kwa moja kwamba hapa anayekusudiwa ni baba, ndipo tunasema kwamba anayekusudiwa hapa ni baba. Lakini kwa nasu kama hii, ridha Allahi fi ridha alwalidi, hapa anakusudiwa imma ni baba au mama. Kadhalika tukawa tumeona kwamba wazazi ndio mlango uliokuwa mwepesi, ndio mlango uliokuwa bora na mwepesi wa mtu kuingia janna. Alwalidu awsatu abwabil janna. Kadhalika tukawa tumeona maneno ya Mtume alayhi salam, aljannatu tahta aqdami alummahati, na tukawa tumeelezea kwamba hadithi hii kwa lafdhi hii ni dhaifu, ila zimekuja kwa alfadhi nyingine ambazo ni hasan. Naam, na tulibakia katika hadithi hiyo, na leo biidhnillah tunatoka na hadithi aliyoiweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, faqala وقال صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. Hadithi hii ni hadithi ambayo inaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alijiwa na mtu, wajaahu rajulun,
alijiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masahaba wake, yasta'dhinuhu fil jihadi ma'ahu, akimtaka idhini aweze kutoka naye kwenda jihadi. Huyu bwana alikuja kwa Mtume alayhi salam, yasta'dhinuhu, akimtaka idhni, yasta'dhinuhu fil jihadi ma'ahu, akimtaka idhni Mtume alayhi salam ya kutoka naye kwenda vitani, kwa sababu masahaba radhiyallahu anhum walikuwa na hiris ya kufanya jihadi pamoja na Mtume alayhi salam, liannahu a'la jihadi, kwa sababu jihadi unayoshiriki pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa ni jihadi yenye nafasi ya juu, jihadi ya kisheria. Kwa huyu sahaba alienda kwa Mtume sallam, yasta'dhinuhu, akimtaka idhini ili aweze kutoka naye kwenda jihadi. Faqala, akasema Mtume, faqala ay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema kumuuliza, ahayyun walidaka, je, wazazi wako wawili wote wako hai? Ahayyun walidaka, je, wazazi wako wawili wote wako hai? Qala na'am, yule bwana akasema ndiyo, wazee wangu wote wako hai, walillahi alhamdu. Qala, akasema Mtume alayhi salam, fa fihima fajahid, basi nenda kafanye jihadi kunako wazee wako. Fa fihima fajahid, basi nenda kafanye jihadi kunako wazazi wako. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia rudi, farji ila walidaika, rudi kwa wazee wako, fajahid nafsaka fihima, nenda kaipiganie nafsi yako kuhakikisha unawafanyia ihsani wazee wako. Fa arshadahu sallallahu alayhi wasallam ila an yujahida nafsahu fi walidayhi, Mtume alayhi salam akampa maelekezo na akampa mwongozo ya kwamba arudi akaifanyie jihadi nafsi yake kuhusu wazee wake, ajitahidi aihimize nafsi yake kuwafanyia wema wazee wake, wa an yahrisa ala irdaihima, na awe na pupa kuyafanya yale ambayo yanawaridhisha wazee wake, kadhalika na ajiepushe na yale ambayo ni yenye kuwachukiza. Fafihima fajahid. Kwa hadithi hii inaonyesha ala adhmi manzilati alwalidaini, inaonyesha nafasi kubwa ya wazazi wawili kwa mtoto, lakini pia inaonyesha wujubu irdaihima, ulazima wa kuwaridhisha wazee na ubaya wa kuwaasi na kufanya matendo ambayo ni yenye kuwakasirisha, kuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam anamrudisha huyu bwana, anataka kwenda jihadi, lakini Mtume alaihi salam anamkatalia, anamwambia wewe huwezi kwenda jihadi, nenda jihadi yako kaifanye kwa wazazi wako, nenda kawafanyie huduma wazee wako, hiyo ni jihadi tosha. Nenda kawasaidie wazazi wako, kwani hiyo ni jihadi kubwa kwako wewe. Fafihima fajahid. Kwa hadithi hii inaonyesha nafasi ya wazazi na kwamba wana haki kwetu sisi watoto, ahyaan wa amwatan, wakiwa hai lakini pia na hata baada ya kufa kwao. Baada ya kufa kwao wana haki kwetu sisi kuombea dua na kuwafanyia ibada mbalimbali ambazo zimethibiti
na kwamba ukizifanya malipo yake yanawafikia. Kujitahidi kila mmoja kwa kadiri ya wasaa wake. Hii ni hadithi ya kwanza ambayo tumeona kwamba huyu sahaba jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yastadhinuhu fi aljihadi ma'ahu, alikuja kwa mtume alayhi salam akimtaka idhini ya kutoka naye kwenda jihadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam faqal ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari na Muslim. Kadhalika hadithi nyingine, hadithi ambayo ameiweka Imam al-Dhahabi, waqala, na akasema pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema akiwa na mjibu sahaba wake. Na sahaba mmoja alienda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kunako watu ambao wana haki zaidi katika kuwahudumia katika mali yangu, ni nani ambaye ana haki zaidi katika mali yangu niweze kumtanguliza katika haki ya mali? Huyu bwana alipomuuliza Mtume alayhi salam, ahaqu nnasi fi alhuquqi, yani huquqi alamwali, Mtume alayhi salam akamjibu kwa kusema ummaka, mtu wa kwanza ambaye mwenye haki zaidi katika mali yako, ambaye anastahiki wewe umtangulize katika kumsaidia na mengineyo katika mahitajio yake, wa kwanza kabisa ummaka, anaanza mamako, wa abaka, na babako, bimaana kisha anafuata babako, wa ukhtaka, na dada yako, kisha yuwafuata dada yako, wa akhaka, na kaka yako, kisha anafuatia kaka yako, wa adnaka adnaka, kisha wanafuatia walioko chini yako, wa adnaka adnaka, kisha wanafuatia walioko chini yako, ima ni wadogo zako au ni ndugu kama vile watoto wa ndugu yako na mfano wake, yani wale ambao daraja yao ni daraja ya chini kuliko daraja yako. Hii ndio maana adnaka adnaka. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha ya kwamba aula nnasi fi alhuquqi, yule ambaye ana haki zaidi katika watu katika haki, anayestahiki kupata haki katika mali ya mtoto, kwa maana mali yako wewe, anayestahiki kuipata zaidi ni nani? Wa kwanza kabisa Mtume alayhi salam akambainisha kwamba ni ummaka, mama yako, kwamba mama ndiyo mwenye haki zaidi, anastahiki kutangulizwa katika haki ya mali kabla
ya mtu mwingine. Kwa hiyo ukiwa na mali ukahisi kwamba ni ndogo, iwapo utatoa kuwapa wote waliopo, yupo babako, yupo mamako, yupo kaka yako, yupo dada yako, wapo watoto wako, na wapo ndugu zako wengine wa chini, wapo ndugu zako wengine baba mmoja mama tofauti, mama tofauti baba mmoja na mfano wake. Sasa unataka utamsaidia nani katika hao? Umsaidie nani, muache nani? Mali yako haitoshi kuwasaidia wote. Hapa hadithi na kuongoza kwamba unatakiwa uanze kumsaidia nani? Mama yako. Unatakiwa kwanza umalize haja na shida za mama yako. Ukimaliza haja ya mama yako, unaenda kwenye haja za baba yako, wa hakadha. Ukimaliza haja ya baba yako, unakwenda kwenye haja ya dada yako. Ukimaliza haja ya dada yako, unakwenda kwenye kumaliza haja ya kaka yako, wa hakadha, na wadogo zako na wengineo. Wa adnaka adnaka. Haya ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna ya kuamiliana na wazazi, na kwamba mtoto haitakikani unapokuwa umejaliwa na Allah kupata mali ukahadaika na hiyo mali mpaka ikafikia hatua ukawasahau wazee wako. Lakini pia si wazee tu, ukiwa wewe umefanikiwa, Allah amekufungulia, lazima baada ya kuangalia wazee wako ukahakikisha wazee unawaangalia vizuri, wazee wanaishi maisha mazuri, wanalala sehemu nzuri, umewaandalia malazi mazuri kabisa kama vile ulivyojiandalia mwenyewe au zaidi ya malazi yako. Basi uangalie pia ndugu zako, uangalie ndugu zako pia, kaka zako kadhalika na wadogo zako, kaka zako baba mmoja mama mmoja, baba mmoja mama tofauti, wa hakadha. Ndugu zako wa karibu, wale ambao wana haja, waangalie, wawezeshe. Kadhalika watoto wako pia wawekee mazingira mazuri, wa hakadha. Hii hadithi na mafundisho mapana sana katika kunufaika na mali kwa kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala amekujalia. Lakini kwa masikitiko makubwa, wako baadhi ya watu Allah amewatahini, amewaruzuku mali nyingi, ni matajiri, lakini wapo ndugu zao ambao ni masakini na fukara, hohehahe, wanahangaika kuombaomba, wanavaa viraka, lakini ukiambiwa wewe ni ndugu yake fulani, unabaki unashika mdomo tu, unashika mdomo. Kaifa hadha, inawezekana vipi? Naam, mazingira yapo. Kwa hivyo watu wa sampuli hiyo inatakiwa wajiangalie na wabadilike, na Allah tabaraka wa taala atawabadilishia. Usijiangalie mwenyewe tu, na ukumbuke kwamba hiyo ni fadhila ya Allah, wal fadlu biyadillah. Hiyo fadhila Allah tabaraka wa taala amekutunuku wewe, basi kuwa ni sababu na wenzako pia kufanyaje? Kufanikiwa kupitia wewe, na ukifanya hivyo una malipo makubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Tayib, hadithi nyingine, waruya ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Imam Adh-Dhahabi anasema, na imepokewa kutoka kwa Mtume alayhi salam, annahu qala la yadkhulu aljannata aaqun, la yadkhulu aljannata aaqun wala mannanun wala mudminu khamrin. Rekebisha hapo, wala mudminu khamrin, kuna neno limeanguka hapo.
wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala mu'minun bisihrin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yadkhulu aljannata aaqun, hatoingia peponi mtu muasi kwa wazazi wake, mtu mwenye kukata haki za wazazi wake. La yadkhulu aljannata aaqun ay aaqun liwalidayhi, hatoingia peponi mtu mwenye kukata haki za wazazi wake wawili, asiyewatendea wema wazee wake, mtu huyo hatoingia peponi. Wala mannanun, na pia hatoingia peponi mannan, mtu mwenye kusimulia zile fadhila alizowasaidia wenzake kwa masimango. Wala mannanun, na pia hatoingia peponi mtu mwenye tabia hii, tabia ya kusimulia zile fadhila alizozitoa kuwasaidia wenzake, tena anasimulia kwa njia ya masimango. Mtu ametoa sadaka mathalan, amemsaidia mtu, basi baada ya kumsaidia anaanza kusimulia, unajua jana mimi ndio nimemsaidia, jana mimi ndio nimemnasua pale, alikuwa kanasa yule, na kama sio mimi asingetoka pale, lakini leo inaonekana anaonesha jeuri, wakati jana mimi ndio nimemsaidia, na mfano wake. Ima anamwambia live kwamba wewe jana mimi nimekufanyia kadha wa kadha wa kadha, au hata kama si live, si mubashara. Hii ni anawaelezea wenzake. Hii ni manni ambayo Allah tabaraka wa taala ameikataza. Ya ayuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Kwa hiyo mtu wa pili ni mannan, mtu ambaye anatoa kumsaidia mtu alafu baadaye anaanza kufuatisha maneno ya masimango. Usingekuwa mimi ungefanikiwa, na mfano wake. Wala mudminu khamrin, na pia hatoingia peponi mtu mwenye kudumu akinywa pombe. Wala mudminu khamrin, na wala hatoingia peponi mtu mwenye kunywa pombe mpaka anakufa. Mudminu khamrin huwa alladhi yashrabu alkhamra hatta yamuta, ni mtu ambaye anakunywa pombe mpaka anakufa, hajatubia bado, yeye ni mlevi tu, yani yeye mpaka anakufa hajaacha pombe. Huyo ndio anaitwa mudminu khamrin. Na huyo ni mtu wa tatu katika watu ambao Mtume alayhi salamu anasema hawatoingia peponi. Wala mudminu khamrin, na wala hatoingia peponi mtu mwenye kunywa pombe mpaka anakufa hajatubia. Wala mu'minun bisihrin, na wala hatoingia peponi mtu mwenye kuamini uchawi. Wala mu'minun bisihrin, na wala hatoingia peponi mtu mwenye kuamini uchawi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea katika hadithi hii kunako madhambi haya ambayo yatawafanya watu waingie motoni, ambayo madhambi haya ni sababu katika sababu za watu kuingia motoni. Wa na'udhu billahi min adhabin nar. Anasema la yadkhulu aljannata aqu, hatoingia peponi mwenye kuasi wazee wake wawili, mwenye kukata haki za wazazi wake.
Huyu mtu wa kwanza ambaye hapa ndio mahalu shahid, hapa ndio panapokusudiwa Imamu Dhahabi kuiweka hadithi hii. Anakusudia kipande hiki kwamba kutokuwatendea wema wazazi wawili ni moja katika sababu za wewe kukuziwia kuingia peponi, imma moja kwa moja ibtidaan, mwanzo, au hata kama utaingia peponi lakini utaingia motoni kwa sababu hii na ikakubakisha motoni kwa muda mrefu, ikakubakisha motoni kwa muda mrefu. Hii pia maulama wanasema ni katika maana za haya maneno Mtume alayhi salam anaposema la yadkhulul jannata, hatoingia peponi mwenye kuasi wazazi wake hali ya kuwa ni mu'min. Na tushasoma dalili zilizopita huko kwamba mu'min ataingia peponi hata kama atafanyaje, hata kama ataadhibiwa kwa madhambi aliyokufa ameyafanya katika kabairi dhunub. Hapa maulama wanasema ina maana kwamba iwapo Allah atataka kumwadhibu akamtia motoni, basi atakaa motoni kwa muda mrefu. Ndio mpaka Mtume alayhi salamu akasema la yadkhulul janna, akiwa na maana atakaa motoni kwa muda mrefu. Na katika sababu za yeye kukaa motoni ni kuasi wazazi wake. Wala mannanu, wala mtu mwenye kusimulia kwa masimango kwa zile fadhila alizowasaidia wenzake. Wala mudminu khamrin, wala mtu mwenye kunywa pombe mpaka anakufa, huyo ni mtu wa tatu. Na mtu wa nne, wala mu'minun bisihrin, pia hatoingia peponi mtu mwenye kuamini uchawi. Hadithi ameitoa Imam Qiwamu Sunna katika Targhib. Kadhalika imekuja hadithi hii katika Musnad ya Imam Ahmad ambayo haipo hapo kwenu, kwa lafdhi nyingine inasema la yadkhulul jannata sahibu khamsi. Mtume alayhi salamu asema kwamba hatoingia peponi mtu mwenye kuwa na moja ya mambo matano. Mtu mwenye kujipamba na jambo moja katika haya mambo matano hatoingia peponi. Akayataja: mtu wa kwanza mudminu khamri, mwenye kunywa pombe mpaka anakufa hajatubia. Wala mu'minun bisihri, kadhalika na mwenye kuamini uchawi. Wala qati'u rahimi, mtu wa tatu wala hatoingia peponi mwenye kukata udugu. Qati'u rahimi, mwenye kukata udugu, ambaye mwenye kukata udugu hapa ndio inaingia katika sehemu hii la yadkhulul jannata aqun, hatoingia peponi mwenye kukata haki za wazee wake, kwa sababu kutoa fanyia ihsani wazazi ni sura katika sura za kukata udugu. Kwa katika lafdhi nyingine Mtume alayhi salamu akatumia hii wala qati'u rahim, wala hatoingia peponi mtu mwenye kukata udugu. Wala kahinun, na wala hatoingia peponi kohani, mpiga ramli, mchawi. Hapa moja kwa moja anaingia mu'minun bisihri, mwenye kuamini uchawi. Wala mannanun, na mtu wa tano akasema pia hatoingia peponi mtu mannan. Kwa hiyo hadithi hii inatuonesha pia madhara ya kuasi wazazi wawili na kutokuwafanyia ihsani, pamoja na kwamba tumepata faida ya kutajiwa mambo mengine ambayo inahitajika pia na ni wajibu kwetu sisi kujiepusha na sifa hizo. Hadithi nyingine anasema Imamu Dhahabi rahimahullah, waqala Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma, waqala Abdullah ibn Amri ibn al-Asi. Abdullah ibn Amri, hapo mbele ya rau kuna wau,
hiyo wao haina kitu, haijatiwa irabu yoyote, haina fatha wala kasra wala sakna, imewekwa hivyo hivyo. Hiyo wao wanaita kuwa ni tafriqa, ni wao litafriqatin, imewekwa kwa ajili ya kutenganisha na kutofautisha baina Amri na Umara, imewekwa kwa ajili ya kutenganisha kati ya Amri, yani kati ya Amru na Umar. Kwa hiyo akitajwa Umar anatajwa bila wao mbele ya rao, lakini akitajwa Amru anawekwa mbele yake nini? Wao, ili kumtenganisha, ajulikane kwamba anayekusudiwa hapa ni nani? Ni Amru na sio Umar. Ndio maana ndio kazi ya hiyo wao. Kwa hiyo usije ukasoma waqala Abdullah ibn Amrawi, usije ukasoma hivyo, la. Yani wewe unasoma waqala Abdullah ibn Amri, sawa, au an Amri, hivyo tayari. Naam. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاء أعرابي، alikuja siku moja bedui. Arabiyu ni bedui, watu wa shamba. Jaa arabiyun, alikuja siku moja bedui kutoka shamba kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, mal kabairu, ni yapi madhambi makubwa? Mal kabairu, ni yapi madhambi makubwa? Naomba unielezee, nifahamishe kunako madhambi makubwa niweze kuyajua. Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al-ishraku billahi, madhambi makubwa la kwanza kabisa, al-ishraku billahi, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Al-ishraku billahi ni kumshirikisha Allah. Qala thumma madha, yule bwana akamuuliza tena, kisha baada ya dhambi hilo la shirki linafuatia dhambi gani? Qala, akasema Mtume alayhi salam, thumma uququl walidain, kisha dhambi linalofuata ni kukata haki za wazazi wawili. Thumma uququl walidain, kisha dhambi inayofuata baada ya ushirikina ni kukata haki za wazazi wawili. Ni dhambi la kuwaasi wazazi wawili na kutowatendea wema wazazi wawili. Qala thumma madha, yule bwana akamuuliza tena, kisha linafuatia dhambi gani? Qala, akasema Mtume alayhi salam, thumma al-yaminu al-ghamusi, thumma al-yaminu al-ghamusi, kisha inafuatia dhambi la kiapo cha uongo. Al-yaminu al-ghamusi ni kiapo cha uongo chenye kumzamisha mtu wake motoni, ndio maana kikaitwa yaminul ghamus, ni kiapo cha ghamus. Liannaha tughmisu sahibahu fi nnari, kwa sababu kiapo hicho ni chenye kumzamisha mtu wake motoni. In mata alaiha walam yatub, iwapo atakufa hajatubia kunako kiapo hicho. Hadithi hii tunapata mafundisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akimjibu huyu bwana, ambayo ni mafundisho alinufaika nayo huyu bedui, lakini tunanufaika nayo umma mzima. Mtume alayhi salam akataja kwamba madhambi makubwa, jambo la kwanza kabisa, dhambi la kwanza kuliko yote, al-ishraku billah, ni kumshirikisha Allah. Kisha
Dhambi linalofuata huququl walidain, kukata haki za wazazi wawili. Thumma, kisha dhambi lingine alyaminul ghamus, kiapo cha uongo. Kiapo cha uongo chenye kumzamisha mwenyewe, yani chenye kumzamisha mtu wake katika moto wa Jahannam, wa na'udhu billahi min dhalika. Walyaminul ghamusi hiya alyaminul kadhibatu, kiapo hiki ni kiapo cha uongo, allati yaqtati'u biha al-insanu haqqa ghayrihi bighairi haqqi. Yaminul ghamusi, wanasema ulama, ni kiapo cha uongo ambacho mtu anaapia kiapo hicho kwa lengo la kuchukua haki ya mwenzake kwa dhulma. Ni mtu kuapia, anaapa kabisa bila hofu, anaapa kwa jina la Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa anajua kabisa ni muongo, lakini anaapa wallahi wa billahi, hii kalamu ni ya kwangu, hali ya kuwa anajua kabisa kwamba ni muongo. Anaapa ili kutia mkazo maneno yake ionekane yeye ndio mwenye haki, ili aweze kuichukua hiyo kalamu, aweze kuichukua hiyo simu. Anajua kabisa hii simu ni ya Abdallah, ni ya mwenzake, lakini kesi mathala, kesi iko mahakamani au watu wamehasimiana, akapatikana mmoja na wagombelezea. Sasa akasema wallahi hii simu ni ya kwangu, wakati anajua simu si ya kwake. Anataka tu huyu aweze kuwahukumu, ampe yeye simu dhulman wa udwana, kwa dhulma na kwa uadui. Kwa anaapa ili achukue haki ya mwenzake kwa dhulma. Hii ndio inaitwa yaminu al-ghamus. Ni kiapo chenye kumzamisha mtu motoni. Yani anasema anaapa kwa uongo qasdan, anaapa kwa uongo kwa kukusudia. Anakusudia nini? Anakusudia achukue haki ya mwenzake dhulman, kwa dhulma. Ndio maana ikaitwa kuwa ni yaminu al-ghamusi, kwamba ni kiapo chenye kumzamisha mtu na katika moto wa Jahannam, iwapo atakufa hali ya kuwa hajatubia, atakuwa ni mwenye kukaa motoni kwa muda mrefu kwa sababu ya kiapo hiki. Na hivi ni viapo ambavyo watu huwa wanafanya sana. Yani mtu yuko tayari anaapa wallahi wa billahi, hali ya kuwa ni muongo. Yaminul ghamus, mtu anaapa kabisa, wallahi hiki kitu mimi nimekinunua kiasi kadha, hii simu nimenunua $100,000, wallah siwezi kukuuzia zaidi ya $90,000, wallah. Anaapa ili yule anayenunua ahadaike na kiapo chake, ili aweze kumpatia ile pesa anayoitaka. Yaminul ghamus, yani anaapa mtu kwa lengo aweze kuchukua mali ya mwenzake pasipokuwa na haki, yani kwa dhulma. Wa na'udhu billahi min dhalika. Hadithi nyingine ni hadithi ambayo ameiweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, wa anhu sallallahu alayhi wasallam. Hadithi nyingine kutoka kwa Mtume alayhi salam, annahu qala la yadkhulu aljannata aaqun. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hatoingia peponi mwenye kuwaasi wazazi wake, mwenye kukata haki za wazazi wake. Mtu asiyewatendea wema wazazi wake hatoingia peponi. Wala mukadhibun bilqadari, na wala pia hatoingia peponi mtu mwenye kupinga qadari. Mtu mwenye kukadhibisha, kwa maana mwenye kupinga qadari za Allah tabaraka wa taala.
mtu asiyeamini makadirio ya Allah tabaraka wa taala, khairihi wa sharrihi, asiyeamini kwamba kheri za qadari na shari za qadari zimekadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Mwenye kukadhibisha makadirio ya Allah tabaraka wa taala kadhalika ni katika watu ambao hawatoingia peponi, kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yote haya waidun shadid. Hadithi hii na hiyo iliyopita ni waidun shadidun, ni ahadi ya adhabu kali ambayo wameandaliwa watu hao waliotajwa, na inaonyesha kwamba madhambi haya min alkabair, ni madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa ni yale ambayo yameahidiwa kuwa mwenye kufanya dhambi hilo atakumbana na adhabu kali huko akhera. Hii inaonyesha kwamba dhambi hilo linakuwa ni dhambi lililokuwa kubwa. Na mahallu shahidi anapokusudia Imamu Dhahabi kutolea ushahidi ni aqun la yadkhulu aljannata aqun, ay aqun liwalidayhi, hatoingia peponi mtu mwenye kukata haki za wazazi wake. Kadhalika hadithi ya nyingine aliyoiweka Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala, warawa Isa ibn Talha, na amepokea hadithi nyingine Isa ibn Talha ibn Ubaidillah, Isa ibn Talha ibn Ubaidillah, ambaye Talha ni mtoto wa Ubaidillah, an Amri, ambaye Ubaidillah apokea hadithi hii kutoka kwa Amri ibn Murrah, an Amri ibn Murrata, an Amri ibn Murrata al-Juhani radiyallahu anhu anna rajulan, sahaba huyo anasimulia, Amru ibn Murrah al-Juhani radiyallahu anhu anasimulia anna rajulan, kwamba mtu mmoja, qala, alisema kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, araaita in sallaitu as-salawati al-khamsa, unaonaje ewe Mtume iwapo nitasali sala tano? Araaita in sallaitu as-salawati al-khamsa, unaonaje ewe Mtume iwapo nitasali sala tano? Wasumtu ramadhana, na nikafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa addaitu zakata, na nikatoa zaka ya mali. Wa addaitu zakata, na nikatoa zaka ya mali yangu. Wa hajajtu albayta, wa hajajtu albayta, na nikafanya haji katika nyumba tukufu. Wa hajajtu albayta, na nikaenda kutekeleza haji katika nyumba tukufu al-Kaaba. Famadha li, nina malipo gani iwapo nitatekeleza ibada hizo? Famadha li, ay famadha li min al-ajr, famadha li min al-ajr, nina malipo gani mimi kwa kufanya kwangu ibada hizo? Yani huyu bwana anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, madha tara au madha taqulu ya Rasulullah, unasemaje ewe Mtume iwapo nitatekeleza na kusimamisha arkan al-islam al-khams, nguzo tano za Uislamu, nitapata malipo kiasi gani? Ni malipo gani ambayo mimi nitayapata kwa Allah tabaraka wa taala? Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, qala ay Rasulullah, Mtume alayhi salamu akasema, man fa'ala dhalika
atakayeyafanya hayo uliyoyataja, kana ma'an nabiyina, atakuwa pamoja na manabii, wasiddiqina, na wakweli, washuhadai, na mashahidi, illa an ya'uqqa walidayhi, isipokuwa atakapowaasi wazazi wake wawili. Illa an ya'uqqa walidayhi, isipokuwa mtu huyo atakapowaasi wazazi wake wawili. La ilaha illa Allah. Hadithi hii inaonyesha madhara na ubaya wa kuwaasi wazazi wawili na kukata haki zao, kuacha kuwatendea wema wazazi wawili mahama wanavyokuwa. Ni dhambi iliyokuwa kubwa, ni hatari kubwa sana. Sikiliza haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomjibu huyu bwana, akasema, man faala dhalika, atakayefanya hayo, kwa maana man ata biarkani alislami alkhams, atakayedumisha nguzo tano za Uislamu, wa sadaqa fi dhalika, na akawa ni mkweli katika hayo, akawa ni mkweli katika nia yake, katika imani yake, na akawa ni mkweli katika matendo yake, na akawa ni mwenye kufanya wajibati zinginezo, akawa ni mwenye kufanya mambo mengine ya wajib, wa taraka almunkarati, kadhalika na akaacha mambo yote ya haramu, kana ma'an nabiyina, atakuwa pamoja na manabii siku ya Kiyama. Kana ma'an nabiyyin, atakuwa siku ya Kiyama pamoja na manabii, kwa maana fil janna, kwa maana fil janna, atakuwa pamoja na manabii peponi. Wasiddiqin, na wakweli waliomsadikisha Allah tabaraka wa taala. Washuhadai, na mashahidi waliofia vitani kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Illa, isipokuwa an ya'uqqa walidayhi, atakapowaasi wazazi wake. Kwa maana man aqqa walidayhi, mwenye kuwaasi wazazi wake wawili, akaacha kuwatendea wema wazee wake, asqata nafsahu an hadhihi almanzila, atakuwa mtu huyo moja kwa moja ameidondosha nafsi yake kunako manzila hii, atakuwa ameiondosha nafsi yake kunako daraja hii, kunako daraja hili ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelibainisha kwamba mwenye kuyafanya hayo atakuwa na daraja ya juu siku ya Kiyama. Atakuwa na daraja ya juu, atakuwa pamoja na manabii na watu wema, wasiddiqin washuhada, isipokuwa mwenyewe akatae. Atakataa vipi? Iwapo atawaasi wazee wake, akaacha kuwatendea wema wazazi wake, mtu huyo anaporomoka, atakuwa ameiporomosha nafsi yake, kuitoa katika hii stage aliyoambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuitoa katika hii daraja aliyoitaja Mtume salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alayhi. Kwa hadithi hii tunaona madhara na ubaya wa hili dhambi la kuwaasi wazazi wawili. Ni dhambi hatari sana, kutokuwatendea haki, kutokuwatendea wema wazazi wawili na kufanya mambo ambayo ni yenye kuwakasirisha wazee. Ni hatari sana, mpaka kufikia hatua Mtume alayhi salamu anasema haya maneno kwamba mtu anaweza akafanya matendo mema makubwa ya kumpeleka yeye peponi na kumweka daraja ya juu, lakini anaweza akaporomoka akawa katika daraja ya chini kwa sababu ya yeye kuasi wazazi wake wawili.
Kwa kila mmoja achukue maneno haya ya Mtume alayhi salam, ikiwa ni ayafanye kuwa ni mazingatio, awe ni mwenye kuzingatia na ajitahidi sana kujiepusha na kufanya matendo ambayo ni yenye kuwakera na kuwachukiza wazee wake. Hadithi nyingine ni hadithi ya Bakari. Anasema Imam Adh-Dhahabi, wa an Bakari ibn Abdul Aziz, hadithi kutoka kwa Bakari ibn Abdul Aziz ibn Abi Bakrata, qala, asema haddathana abi. Abdul Aziz ambaye ni baba yake Bakari anasimulia kwa kusema haddathana abi, ametuhadithia baba yangu ambaye ni Abi Bakara. Haddathana abi an Abi Bakrata, kutoka kwa Abi Bakara, marfu'an, ambaye Abi Bakara radhiyallahu ta'ala an anairufaisha kwa Mtume hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kullu dhunubi yuakhiru Allahu minha ma shaa ila yaumi alqiyamati illa uquqa alwalidaini fa innahu yuajjalu li sahibihi. Wa an Bakari ibn Abdul Aziz, hadithi kutoka kwa Bakar ibn Abdul Aziz ibn Abi Bakrata, kutoka kwa ibn Abi Bakara. Qala haddathana abi, qala haddathana abi, ametusimulia baba yangu. An Bakari ibn Abdul Aziz, hadithi hii anasimulia Bakari ambaye ni mtoto wa Abdul Aziz, ambaye Abdul Aziz ni mtoto wa Abi Bakara, ni mtoto wa Abi Bakara radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Bakara ni sahaba. Qala, anasema haddathana abi, anatusimulia, ametusimulia baba yangu, yani Bakari anasema ametusimulia baba yangu ambaye ni Abdul Aziz, ambaye Abdul Aziz amepokea an Abi Bakrata, kutoka kwa Abi Bakara radhiyallahu anhu, marfu'an, ambaye Abi Bakrata anairufaisha hadithi hii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kuwa Mtume alayhi salamu amesema, kullu dhunubi, madhambi yote, yuakhiru Allahu minha ma shaa, Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuchelewesha adhabu yake. Kullu dhunubi, madhambi yote, yuakhiru Allahu minha ma shaa, Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuchelewesha adhabu yake kwa yale anayoyataka. Ni mwenye kuchelewesha adhabu yake mashaa, kwa yale madhambi anayoyataka. Kwa maana Allah tabaraka wa taala madhambi yote ni mwenye kuchelewesha adhabu yake kwa yale ayatakayo, ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya Kiyama. Anakuwa si mwenye kushusha adhabu juu ya dhambi hilo, pamoja na kwamba watu wanafanya hayo madhambi, lakini Allah tabaraka wa taala yuakhiru uqubataha, ni mwenye kuchelewesha adhabu yake ila yaumil qiyama, mpaka siku ya Kiyama. Kullu dhunubi, madhambi yote, yuakhiru Allahu minha, ay yuakhiru Allahu uqubataha, Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuchelewesha adhabu yake, yani adhabu ya hayo madhambi
Allah ni mwenye kuichelewesha fi dunia, hapa duniani, anakuwa si mwenye kuishusha adhabu ya hayo madhambi anayoyataka mwenyewe Allah tabaraka wa taala, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, kwa maana ndipo ataenda kuwaadhibu watu wenye kufanya madhambi hayo. Illa uquqal walidaini, isipokuwa dhambi la kuwaasi wazazi wawili. Illa uquqal walidaini, isipokuwa dhambi la kuwaasi wazazi wawili, dhambi la kukata haki za wazazi wawili. Fa innahu yuajjalu li sahibihi, kwa hakika dhambi hili ni lenye kuharakishwa adhabu yake kwa mtu wake. Fa innahu, kwa hakika dhambi hili la kuwaasi wazazi wawili, yuajjalu li sahibihi, adhabu yake ni yenye kuharakishwa hapa duniani kwa mwenye kuwaasi wazee wake. Yuajjalu ay yuajjalu, tuajjalu uqubatuhu, adhabu yake ni yenye kuharakishwa li sahibihi, kwa mwenye kuwaasi wazee wake, fi dunia, hapa duniani. Kwa maana mtu anapokuwa anawaasi wazazi wake wawili, adhabu yake haicheleweshwi huko akhera tu. Si kwamba adhabu yake ni ile anayosubiriwa kuingizwa motoni pekee, la, bali adhabu yake inaharakishwa hapa hapa duniani. Na wanasema ahlul ilmi, imma inaweza Allah tabaraka wa taala akakuadhibu kwa wewe kuwaasi wazazi wako adhabu mbalimbali, imma katika maisha, akakupiga, ulikuwa na mali zako zikateketea, ukafilisika, hii ni adhabu. Lakini pia ukawa akakupiga adhabu Allah tabaraka wa taala, ukawa tu ni mtu wa kuishi maisha magumu, maisha mabaya hapa duniani, kwa sababu tu ya wewe kufanyaje? Kuwaasi wazazi wako, kwa sababu ya wewe kuwasahau wazazi wako, Allah tabaraka wa taala akakuadhibu kwa namna moja ama nyingine. Kadhalika wanasema katika adhabu ambazo mtu anaweza kukumbana nazo ni yeye kupata watoto pia nao wakamuasi. Hii pia ni katika adhabu za Allah tabaraka wa taala ambazo mtu anaharakishiwa hapa duniani. Umewaasi wazee wako na wewe unapata umeoa, unapata watoto, subiri wakuwe, au watoto wakikuwa Allah anakuadhibu na wewe wanakuasi, wanakata haki zako ili uweze kuonja vile ulivyowaonjesha wazee wako. Sawa sawa. Kwa hiyo pia wakati mwingine tujiangaliege sisi. Unapoona watoto wako ni watukutu, watoto wako hawakusikilizi wewe kama mzazi, watoto wako ni wenye kwenda kinyume na mafundisho yako, hawakuelewi, hebu angalia wewe ukoje na wazee wako. Je, wewe ni mtiifu kwa wazee wako? Au na wewe pia ulikuwa mtukutu kwa wazee? Je, wewe ni mwenye kuwajali wazee wako mpaka watoto wako na wao wakujali? Wanasema Waarabu, kama tudinu tudanu, kama tudinu tudanu. Kwa hivyo ili watoto wako waweze kukutendea wema ukiwa hai na baada ya kufa kwako, basi na wewe jitahidi kuwatendea wema wazazi wako wakiwa hai, lakini pia na baada ya kufa kwao. Kwa hizi ni baadhi ya hadithi na baadhi ya dalili ambazo ameziweka Imamu Adh-Dhahabi katika mlango huu, na bado zinaendelea. Kwa leo hatuwezi kuzimaliza, tutabakia hapo insha Allahu taala. Tutakuja kumalizia darsa itakayofuata. Ahamu shay, tuzingatie maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni maneno adhim, maneno mazito kuhusiana na dhambi hili la kuwaasi wazazi wawili, kwamba ni hatari kubwa sana. Inatakiwa sisi vijana, watoto, na wiki iliyopita nilisema kwamba tunapokuwa tunasomeshana mlango wa wazazi, ninaposema wewe mtoto au mtoto kwa mzazi wake,
sina maana watoto wa nasari au wa primary, sawa? Maana mwingine anachukua kwamba ni watoto wa madaris. La, ni mimi na wewe, sababu sote tuna wazazi, mahama utakavyokuwa mkubwa kiasi gani, lakini wewe ni mtoto tu. Naam. Kwa hivyo unaingia katika mafundisho haya. Jitahidi sana kuwatendea wema wazazi wako kwa kadiri ya uwezo wako wa mwisho. Wallahu ta'ala a'lam. Tutabakia hapo kwa leo insha Allah.